الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيت الزوجية بيت يتشارك فيه الاثنان لتحقيق مقاصد الخير ومنافع الدنيا والأخرى. Ndugu Islam, nyumba ya ndoa ni nyumba ambayo wanashirikiana wawili katika wanandoa katika uhakikishaji wa kupatikana manufaa ya dunia na akhera. Ndoa ni mashirikiano ya furaha ya dunia na hatimaye pia furaha ya akhera. Malaika ambao wanaibeba Arshur Rahman wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe waumini na awaingize janna wao pamoja na wake zao na wazee wao. Ombi hili la malaika linamaanisha kwamba ndoa ya kheri duniani itaendelezwa akhera kwa sababu ya mashirikiano baina wanandoa wawili juu ya dini yao. Wanasaidiana katika dini, wanasaidiana katika dunia yao. Katika mifano ya misaada wanayopeana katika dini ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, rahimallahu mra'an qama min al-layli fasalla thumma ayqadha zawjatahu fasallat. Allah amrehemu mwanamume ambaye kaamka usiku akasali kisha akamwamsha na mkewe akasali. Fa in abat, kama mke atakataa, nadaha fi wajhiha alma, akamrashia maji katika uso wake. Kamrashia rasharasha za maji machache, kwa sababu maji usoni yanafuta usingizi, yanaleta uchangamfu. Kwa hiyo kitendo cha mwanzo akamwamsha. Alipoona mkewe mzito akamrashia maji usoni mwake ili naye amke apate qiyamul layl na hatimaye salatul fajr. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fasallat thumma ayqadhat zawjaha fasalla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Na pia Allah amrehemu mwanamke ambaye ameamka usiku akasali kisha akamwamsha mumewe naye pia akasali. Na kama mume atakataa, mke akamrashia maji kwa uchache usoni mwa mumewe ili ampe msaada juu ya qiyamul layl. Msaada huu ni lengo kubwa sana katika ndoa, na ndio maana mwanamke ni vyema na aombe dua apate yule atakayekuwa msaada kwake, mume msaidizi katika akhera, kama ambavyo mume pia anamhitaji mwanamke wa aina hiyo. Na katika zile mali 4 kuu ambazo ni salama kwa mwanadamu, wakati sahaba waliposhtaki kwa Mtume SAW juu ya hatari ya umiliki wa dhahabu na fedha, baada ya kuteremka aya inayoonyesha kwamba wataadhibiwa wamiliki wa dhahabu na fedha ikiwa wamelimbikiza, hawajatoa zaka na utoaji unaostahiki na walazima juu yao, wakasema laiti tungejua mali gani tukaimiliki ambayo salama kwetu. Akataja mali zenyewe 4: moyo unaosubiri, ulimi unaodhukuru, kiwiliwili chenye subira juu ya mitihani na shida, na mke anayemsaidia mume juu ya imani yake. Qalbun shakir wa lisanun dhakir wa badanun ala albala'i sabir wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Mke mwenye imani anayemsaidia mume juu ya imani. Mke huyu ambaye anamsaidia mumewe juu ya imani ni msaada wa mume huyu kuipata janna. Hali kadhalik, mume anayemsaidia mke juu ya imani ni sababu hiyo na ni msaada wa kupata janna pamoja. Mama Aisha radhiyallahu anha anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amesema, idha tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha, mwanamke anapotoa sadaka katika nyumba ya mumewe, maana yake kaidhinishwa
Kwa mfano kaja maskini anaomba mchele, usimrejeshe. Mume anamwambia mkewe mpatie, au wewe nakupa ruhusa utoe katika mipaka ya viwango fulani. Ama mke akamtaka ruhusa hiyo mumewe, au akamsimulia kwamba wanakuja wanyonge wahitaji, je, nina nafasi ya kuwapa? Mume akatoa ruhusa hiyo, na bila shaka mwanamke atatoa katika mipaka ile ambayo karuhusiwa bil ma'ruf, katika namna iliyo njema, bila kumdhuru mume. Kwa hiyo kama atatoa mwanamke sadaka hii katika mali ya mumewe aloruhusiwa, au anajua uradhi wa mumewe juu ya kiwango hicho, huyu mwanamke kana laha ajruha, anapata ujira wake, ingawaje si mali yake aliyoitoa, lakini kashiriki katika utoaji. Walizawjiha mithlu dhalik, na mumewe naye anapata ujira kama huo. La yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibihi shay'a, hakuna yeyote kati ya wawili hao anayepunguza katika ujira wa mwenziwe chochote. Si mume anayepunguza ujira wa mke, wala mke kupunguza ujira wa mume. Lahu bima kasab wa laha bima anfaqat, mwanamme kapata ujira kutokana na machumi yake, ndio alochuma. Pengine wala hajui sasa, kama amekuja maskini nyumbani kwake na ametaka asaidiwe shilingi 2000 apate chajio chake, apate kula yake ya siku hiyo, mnyonge huyu hajui mume, lakini kawa mshirika wa ile kheri, kwa sababu yeye ndo kachuma na karidhika mkewe kwamba awe anasaidia wanyonge kama hawa wanapokuja. Kwa hiyo yeye atapata ujira kwa kile alichokichuma, kwa sababu alichokichuma ndio kimetumika. Walaha bima anfaqat, na mwanamke atapata ujira kwa alichokitoa, kile alichokitoa kitampatia ujira. Hadithi hii amepokea Tirmidhi na akasema hadithun hasan. Kwa hiyo ndugu zangu, hii inamaanisha kwamba ndoa inaweza ikawa inawashirikisha wanandoa wawili katika kheri mbalimbali, lakini hii haina maana ya kwamba mwanamke atoe bila idhini ya mume, kama tulivyoashiria. Kwa vile Abu Umama anatuambia, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema katika khutba yake ndani ya mwaka ule ambao alifanya hija ya kuaga masahaba wake mwishoni mwa uhai wake, akasema la tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa biidhni zawjiha, mwanamke asitoe kitu katika mali ya mumewe ila kwa ruhusa mumewe. Qila ya Rasulullah, akaambiwa wewe mtume wa Allah, wala ta'am, hata chakula? Akasema dhaka afdalu amwalina, chakula hicho ndio bora ya mali zetu, katika mali zetu zilizo bora zaidi ndio hicho chakula, kwa sababu kula ni mali bora, kwa vile ni mali ya dharura. Mtu anaweza akamiliki cha ziada, anasa tu, vitu vya anasa tu, lakini kula ni mali bora, kwa sababu dini inaangalia bora zaidi katika vitu ni lile hitajio zaidi la watu. Na ndio maana imani ikawa ni neema bora, Uislamu ikawa ni neema kubwa, kwa sababu ni jambo la lazima linalotakiwa katika maisha ya watu. Dhalika afdalu amwalina, hicho chakula ndio mali bora zaidi kati ya mali zetu. Maana yake hapo pana ustahiki zaidi wa mke kutaka ruhusa kwa mume. Na ikiwa chakula ni afdalul amwal, basi kulisha nayo ni katika sadakati zilizo bora. Na ndio maana hatakiwi mtu awe yuko nyuma katika ulishaji wa watu ambao wana njaa. Ama yule ombaomba anakuja anahitaji anasa, anataka cha ziada, maana anaweza akapatikana ombaomba anayesema kwamba kochi lake lishakuwa kidogo sasa limepoteza mng'aro wake, kwa vile kashatumia kwa miezi kadhaa, na kwa sababu ada ya watu wa mtaani mwake wanabadilisha masofa na furnitures kila Idi ikiingia, kila mwaka. Kwa hiyo na yeye amekuja omba, anataka msaada huo. Huyu kataka cha ziada na anasa.
lakini mwenye shida ya tumbo lake kwa ajili ya chakula, kiwiliwili chake kwa ajili ya afya, anaumwa na hana cha kujitibia, huyu ni mtu wa kumjali mwanzo. Hali kadhalika jambo la akhira ya mwanadamu ni katika akhira ya mtu kulea wanawe akawasomesha dini, lakini hana ada ya kulipia chuoni ya kusomeshea wanawe kwa ule unyonge wake, na watoto washaachishwa masomo sasa na wanakosa masomo ya Al-Qur'an na kumjua Mola wao na tauhid na akhira. Kumsaidia huyu ni katika haja kubwa sana, kwa sababu ni akhira hiyo ambayo ndiyo salama ya wanadamu na ni mustakbal wa mtoto juu ya kumjua Mola wake na akhira yake. Haya ni mambo muhimu. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana mwanamke kuwa anachukua ruhusa ya mume katika kufanya kheri hii. Kuna ile ruhusa ya kiujumla ambayo ndio inamwepesishia zaidi mwanamke, kwamba atakaye kuja na akawa na shida ya kitu fulani au fulani katika mipaka ya kiwango fulani, wewe ama kheri itakuwa kubwa na nyumba itajaa baraka na kipato kitabarikiwa cha nyumba hii na kheri itaenea na usalama utakuwa mkubwa unaotarajiwa katika dunia yao na akhira yao. Hadithi ambayo nimeitaja mwisho ni hadithi ya Tirmidhi, nayo ni hadithun hasan, na zote hadithi mbili tulizozitaja zimethibiti na zimo katika sahihu targhibi wa tarhib. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.